فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu wapenzi wa Islam, baada ya kumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kama tulivyoashiria katika khutba ya Jumaa kwa maudhui ya darsa yetu ya leo ambayo ni maarufu ni darsa ya الحبيب صالح ابن شيخ بحسان جمال الليل حفظه الله. Mwenyezi Mungu ampe afya kidogo, siha yake si nzuri. Tumesema tutazungumzia neno ambalo kwamba tunalisikia mara nyingi, nalo ni neno la bid'a. Bid'a ni neno ambalo kwamba lanukuliwa mara nyingi na husemwa sana, lakini lilasafi shadid wengi wanaolitamka neno kama hili bado hawajajua maana ya neno kama hili. Bid'a nini maana yake katika lugha, nini maana yake katika sharia? Hakuna mwenye shaka hata kidogo kuwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika ahadithi zake ametutahadharisha sana na bid'a, na hadithi hazina idadi nyingi na ambayo kwamba hunukuliwa sana: kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalala, kila linalozushwa ni bid'a na kila bid'a ni upotevu. Mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam kuipa bid'a sifa ya upotevu inaonesha kuwa bid'a sio jambo zuri kabisa. Lakini ikhtilafu yetu haipo katika kuwa bid'a ni nzuri ama si nzuri. Ikhtilafu ipo katika kuieleza haswa ni nini bid'a. Hapa ndo bado hatujafikiana, mpaka mtu kwanza aieleze kisawasawa, alete taarifu ya bid'a, ndo tukubaliane matokeo na nataiji zitakazokuja baada yake. Lakini ikiwa bado bid'a hatujaieleza, tutakuwa tunatolea vitu hukumu ambavyo kwamba bado hatujakuwa na maarifa navyo. Na kabla sijaingia katika masala haya, napenda niashirie nukta muhimu sana ambayo kwamba inakosekana katika jamii zetu. Kuna kitu ama thakafa inaitwa adabul ikhtilaf, adabu ya kutofautiana. Naam, ikhtilafu ipo na itakuwepo mpaka siku ya kiyama. Ikhtilafu ilipatikana wakati mtume yupo hai, maswahaba walitofautiana. Ikhtilafu ipo kutoka zama hizo mpaka siku ya kiyama itakuwepo. Lakini la muhimu ambalo kwamba tutatakikana tulichunge sisi ni adabul ikhtilafi ama adabul khilafi, na hatutaki kuingia deep sana katika masala haya katika kutofautisha kati ya khilafu na ikhtilafu. Tofauti za kilugha ni nyingi katika masala haya, lakini tuchukue kwa juu kwa kinalokusudiwa ni kutofautiana. Kutofautiana lazima kuwepo, kwa sababu sisi kama wanadamu hatuko sawa katika kufikiria, hatuko sawa katika akili, hatuko sawa katika muyulati zetu, hatuko sawa katika kiwango cha elimu. Kwa hivyo madamu tunatofautiana katika vitu kama hivi na vinginevyo, lazima kutapatikana ikhtilafu, lazima tutatofautiana. Lakini cha muhimu kama tulivyosema ni kupatikane adabu ya ikhtilafu. Umeona upande huu ndio sawa kwa mafuhumi ya mwanachuoni fulani kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallama, shikamana nayo, hakuna atakayekulazimisha uache. Lakini upande wa pili ambao kwamba unakhtalifiana na wewe, kuwa na adabu nao. Usimtukane mtu, usimzulie urongo, usimsengenye, kwa sababu sisi tuna fikra mbovu ya kuwa mtu akitofautiana na mimi nina haki ya kumtukana, mtu akitofautiana na mimi nina haki ya kumzulia urongo, almuhimu mimi nimchafue sura yake. Mtu akitofautiana na mimi nina haki ya kumsengenya. La, kusengenya, kutukana, kuzulia mtu urongo na mengineo
haya yote ni haramu, utakuwa unawacha mabadi yako na misingi yako ya dini ya Kiislamu. Uislamu unakwambia sema ukweli katika ahwali zako zote. Vipi leo uje uhalalishe urongo na umekatazwa kusema urongo? Uislamu unakwambia haifai kutoa shahada zur. Vipi leo uje utoe shahada ya urongo? Uislamu unakwambia usisengenye, ni haramu, ni kama kula nyama maiti. Vipi leo waje kula nyama ndugu yako ikiwa ni maiti? Kwa hivyo lazima tufahamu kuwa ikiwa tutatofautiana, al-ikhtilafu kama wanavyosema maulama la yufsidu lilwudd qadhiya. Ikhtilafu haina maana iondoe wuddi na mahaba kati yetu. Sisi ni Waislamu, ni mu'minun, ni tuna ukhuwa fillah, tumekusanywa na kalimatu tauhid la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Madamu tupo katika raya kama hii, tunatakikana tuwe kitu kimoja. Na ndio maana baadhi ya mashaikh zetu wakasema maana ya kalimatu tauhid, maana ya kalimatu tauhid yani la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kinaitwa kalimat at-tauhid. Asema maana yake ni tauhidul kalima, kuwa na kilima kimoja, watu wawe pamoja. Na ili tuwe kitu kimoja haina maana ni kwa lazima sote tufuate mrengo mmoja, sote tufahamu moja, kwa sababu kuna baadhi hulazimisha mkiwa mtaka umoja basi lazima mufuate manhaji hii kwa sababu hii ndio sawa, muachane nayo. Hautakuja umoja kwa sura hiyo. Umoja ni kila mmoja afuate kwake, fuata vile unavyoona ni sawa. Siku hiyo wa inda Allahi tajtami'ul khusumu ila dayani rabbil arshi namdi wa ila Allahi tajtami'ul khusumu. Tutakaposimama siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu tutajua nani alikuwa katika haki na nani alikuwa katika batil. Lakini hapa kama Waislamu lazima tuwe ni kitu kimoja, lazima tupendane, tuwe ni wamoja, kila mmoja ampe udhuru mwenzake. Najtami'u fi mattafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Wanazuoni wanasema tukusanyike kwa yale ambayo kwamba tumeafikiana ndani yake. Ni mengi ambayo kwamba yanatukusanya sisi kama Waislamu. Masaili ya sheria katika dini ni 1,184,084. 1,184,084 masaili ya sheria. Ikiwa tunatofautiana katika masala pengine hayafiki 100. Sasa ikiwa 100 ndio tunatofautiana, kwa nini tuache 1,183,900 yote tuyawache yale kwa sababu ya haya 100? Katika yale 100 kila mmoja mpe mwenzake udhuru, tuangalie haya yanayotujumuisha, tuwe ni kitu kimoja ndani yake. Kwa hivyo kwa hitajika nini? Adab al-ikhtilaf ama adabul khilaf, adabu ya khilaf. Kila mmoja awe na adabu na mwenzake ambaye kwamba anatofautiana naye. Ukikosa adabul ikhtilafu utapata khilaful adab. Kinyume, siku zote mtu akiwa, kuna watu ni mahodari katika kuchunga adabu za ikhtilafu na kuna watu ni mahodari katika kuvunja adabu. Narudia, kuna watu ni mahodari katika kuchunga khilafu ama adabu za ikhtilafu na kuna watu ni mahodari katika kukhalifu adabu. Sayyid, karibia Sayyid. Hapo wafikum inshallah. Kwa hivyo kuna haja ya kuchunga adabu za ikhtilafu. Turudi katika maudhui yetu, bid'a katika sharia, nini mafhumu yake? Tumesema hatuwezi kukitolea hukumu kitu kama bado hatujakijua, hatujapata taarifu yake. Kuna baadhi ukiwauliza bid'a ni nini, anakuambia bid'a ni bid'a. Ukiniambia bid'a ni bid'a bado hujanipa taarifu. Ni kama yule bwana mmoja aliulizwa malma, maji ni nini? Akasema alma'u huwa alma, maji ni maji. Kuna mmoja walimfuata akamwambia, Sheikh, tunataka kujua taarifu ya maji, nataka utujuze maji ni nini. Akamwambia, nitengezeni khaima nje ya mji, muwe mtaniletea chakula kila wakati, baada ya siku 3 njoni nitawapa jibu niwaambie maji ni nini. Basi jamaa wakamtengezea khaima nje ya mji, wakampelekea vyakula. Baada ya siku 3 wanakuja kumuuliza, Sheikh, hatuambie malma, maji ni nini? Akasema alma'u huwa alma, maji ni maji. Sheikh, siku 3 tupeleka mbio wewe, mwisho aje kutuambia maji ni maji, unatufaidisha nini? Tuko pale pale. Badili ya kutoa taarifu, ulama wanasema taarifu ya maji ni nini? Jawharun latifun shaffafun yakhluqu Allahu raya inda tanawulihi. Hii ndio taarifu ya maji. Badili ya taarifu ya maji aenda kusema alma'u huwa alma, hujafaidisha kitu. Kwa hivyo mtu akikuuliza bid'a nini, ukisema bid'a ni bid'a, bado hujaleta taarifu.
Bid'a mwingine akiulizwa husema ni yale ambayo kwamba hayakufanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallama wala na masahaba zake. Bado sio taarifu dakika ya bid'a hiyo, kwa sababu kuna mingi ambayo kwamba tuyafanya sahihi sawa, ni upande huu ama ni upande ule, pande zote mbili wanayafanya na hayakufanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallama wala na masahaba zake, kama tutakavyoona huko mbele. La msingi ni muhimu tufahamu kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo tumewatimizia ama tumewakamilishia dini yenu. Hii aya baadhi huifahamu kuwa tayari dini imeshakamilika, huwezi kuleta lolote, sura yoyote mpya ya kitu chochote katika dini. Aya kama hii ina tafasiri nyingi kwa wanazuoni. Ibn al-Arabi peke yake katika tafsiri yake Ahkamul Qur'ani anataja wajhi 7 ya aya kama hizi, na wengineo wengi wanazuoni wakitaja tafasiri mbalimbali ya nini ya aya kama hii. Al-yawma akmaltu lakum dinakum si aya ya mwisho kuteremka, Sheikh. Kuna ayati ambazo kwamba zimeteremka, ikiwa kusudio ni kwa leo tumekamilisha dini, hakuna chochote kitakachokuja baada hapo, mbona kuliteremka aya zingine? Kwa hivyo hiyo sio maana, lazima kutakuwa kuna maana ya ndani hapa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, maana yake imeteremka wakati gani? Wakati wa hijjatul wada, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kuhiji. Aya kama hii iliteremka katika munasaba kama ule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia leo nimewakamilishia dini. Maana yake ni kuwa dini nguzo zake ni ngapi? Ni 5: shahada, swala, saumu, zaka na haji. Tayari mshaswali, tayari shahada ishatangulia, mshajua kufunga, mshajua kutoa zaka. Kuna moja ambalo kwamba limebaki ili dini au misingi ya dini itimie, nalo ni nini? Ni al-hajj. Kwa kuwa leo mshalitimiza ibada ya haji, basi al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo ndo tumewakamilishia dini yenu. Yani leo tumewakamilishia msingi wa 5 wa nini katika misingi ya Kiislamu, ile mitano ambayo kwamba ni wa ibadatul hajj. Hii ndio maana ya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Na ndio maana hata ukisoma al-Qur'an al-Karim utaona imekuja kwa tartibi zile ambazo kwamba vile vile ilivyo katika hadithi ya misingi mitano katika Qur'ani zimepangana vile vile. Ukisoma suratul Baqara, mwanzo kabisa Mwenyezi Mungu anaanza na nini? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, baadhi ya wanazuoni wanasema alif lam mim maana yake alifu ni ashhadu na lam ni la ilaha illa Allah na mim ni anna Muhammadar Rasulullah. Baadhi ya wanazuoni, ingawa hurufu kama hizi zinajulikana kuwa maana ya ndani anayojua ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni jitihadi yao, lakini hii inajulisha kuwa ndio shahada. Ikiwa hutokubali hilo, basi ukiendelea mbele, dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna, kumetajwa imani ndio shahada. Kwa hivyo kitu cha kwanza kilotajwa katika Al-Qur'an Al-Karim ni nini? Ni shahada, ndio ile ilotajwa mwanzo katika hadithi ya misingi mitano ya Uislamu. Baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wayuqimuna salata, wasimamisha swala, msingi wa pili. Wayutuna zakata, hutoa zaka, msingi wa ngapi? Wa 3. Ikaendelea ile suratul Baqara mbele kule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja kusema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, akataja siyamu ambayo kwamba ni nguzo ya ngapi? Nguzo ya 4. Ukiendelea mbele sura hiyo suratul Baqara ndo anakuja Mwenyezi Mungu kusema wa atimmul hajja wal umrata lillah, timizeni haji. Inakuja msingi wa 5 ambao kwamba ni haji kwa taratibu ile. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, anakusudia nini? Kuwa ni msingi wa 5 ambao kwamba ni msingi wa haji, wala haina maana ni kwa baada ya hapo hakuna lolote lingine ambalo kwamba limekuja. Na ndio maana akatumia neno wa atimmu, timizeni. Ni kwa bado ilikuwa hamjatimiza, mlikuwa na 4 peke yake ile misingi, ulikuwa huu msingi wa 5 bado hamjaujua. Sasa utimizeni ndo iwe nini? Dini yenu imekamilika, ile misingi mitano. Kwa hivyo kuitumia aya kama hii kusema kuwa jambo lolote litakalokuja baada ya kuteremka aya hii halifai na ni bid'a, itakuwa sio tafsiri ambayo kwamba ni dakika.
kutokamana na nini? Na tartibi hii tunayoiona katika suratul Baqara na zile alfadhi ama mustalahati ambazo kwamba amezitumia al-Haqq subhanahu wa ta'ala katika al-Qur'an al-Karim. Bid'a, neno la Kiarabu linalojulisha kitu kuletwa kwa mara ya kwanza, yani upya kabisa, hakina mfano ambao kwamba umetangulia, ndio bid'a. Na ndio imetumika katika al-Qur'an al-Karim. Mwenyezi Mungu akasema badi'us samawati wal ardh. Badi', yani yeye ndio wa kwanza aliyeziumba mbingu na ardhi. Hakuna mwingine ambaye kwamba amemtangulia katika kuziumba zile mbingu na ardhi. Kwa hivyo katika lugha, bid'a ni kuleta jambo jipya ambalo kwamba halina mfano kabla yake. Kwa hivyo kitu chochote ukikivumbua sasa kinaitwa bid'a kilugha. Chochote ukikivumbua kinaitwa nini? Bid'a katika lugha. Ikiwa kitu kipya kilichovumbuliwa kinaitwa bid'a katika lugha, ina maana kuna vitu ambavyo kwamba viweza kuvumbuliwa vikawa ni vizuri na vitu vingine viweza kuvumbuliwa vikawa ni viovu. Kutoka mwanzo tunapata kuwa bid'a kilugha tayari inagawanyika, na hilo halina ikhtilafu kati ya wote katika madhahib zote. Wote wanakubaliana kuwa bid'a kiupande wa lugha kuna nzuri na kuna ambazo kwamba ni mbaya, ama kuna ambazo kwamba si nzuri. Tunataka hapa katika bid'a katika sheria. Hapa watu ama maulama wamegawanyika sehemu tatu. Kuna wale ambao kwamba wanasema bid'a ni kila liloletwa jipya lilozuliwa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, ama ambalo hakulifanya bwana Mtume wala masahaba, ndo bid'a, na yote yanakuwa ni upotevu. Hakuna ambalo kwamba litakuwa ni zuri hata siku moja. Wakistadili na hadithi ya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallama, kullu bid'atin dhalala. Wakisema kullu ni moja katika adawatul umum na adawatul shumul katika lugha ya Kiarabu. Ni moja katika nini? Katika vitu vinavyojulisha kukusanya kila lilozushwa ni bid'a. Kwa hivyo wao kwao chochote ambacho kwamba kimezushwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, hakuna kuwa ni kizuri ama kibaya, vyote ni vibaya moja kwa moja. Hii ni wajhi ya kwanza. Kuna wale ambao kwamba wamesema bid'a inagawanyika mara mbili. Lile jambo ambalo kwamba lazushwa linagawanyika mara mbili. Likiwa litakhalifiana na misingi ya sheria, basi linakuwa ni bid'a dhalala, na likiwa lile jambo jipya lilozushwa litafikiana na misingi ya sheria, litakuwa ni bid'a hasana. Hii ni wajhi ya pili. Wa kwanza hawakubali, yote ni nini? Ni dhalala. Hawa wanagawanya, wanasema kuna hasana na kuna sayyi'a. Kuna watatu, sampuli ya tatu ama wajhi ya tatu, hawatofautiani na hii ya pili isipokuwa kilafdhi peke yake. Watatu wanasema bid'a, jambo lilozushwa likiwa la khalifiana na misingi ya sheria linaitwa bid'a, bila kuongeza kitu mbele yake, kwa sababu bid'a siku zote ni mbovu tu, hakuna bid'a nzuri. Lakini likiwa jambo ni jipya limezushwa likawa laafikiana na misingi ya sheria, hilo litaitwa sunna hasana. Narudia, wajhi ya tatu wanasema ikiwa bid'a ikiwa lile jambo lilozushwa linakhalifiana na misingi ya sheria, linakuwa ni bid'a moja kwa moja, kwa sababu bid'a siku zote ni mbovu. Likiwa linafikiana na misingi ya sheria, lile jambo linakuwa ni sunna hasana. Yani wao hawataki kutumia neno bid'a kabisa, yani hakuna kitu chaitwa bid'a hasana kwao. Kwa hivyo kundi la pili na kundi la tatu kimaana wako sawa, wameafikiana katika maana, lakini wametofautiana katika lafdhi. Ni kuwa kitakacho khalifu misingi ya sheria ni bid'a kwa hawa, na wengine watakiita ni bid'a dhalala.
na lile ambalo kwamba litaafikiana na misingi ya sheria, hawa wanaliita bid'a hasana, na wale wanasema linaitwa sunna hasana. Wametofautiana katika jina peke yake. Ikhtilafu iko katika nini? Katika asma'i, sio katika musammayati. Hivi ndio vikundi vitatu vya maulama katika masala ya bid'a. Hadithi ambazo kwamba zimetumiwa na vikundi vyote vitatu ni hadithi nyingi, lakini zote zinarudi katika hadithi tatu zaidi, ndio msingi ama mama wa masala kama haya. Hadithi ya kwanza ni ile ambayo kwamba tumesoma, kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Hii ndio hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Hadithi ya tatu, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha. Hizi hadithi tatu ndio msingi ama ndio mama wa maudhui yote ya bid'a. Wote wanarudi katika hadithi hizo tatu. Wanaosema kuwa bid'a ni bid'a haigawanyiki na zote ni mbovu, wametumia hadithi kama hii, kullu muhdathatin bid'a, wakisema kullu inajulisha umum na shumul. Madamu Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ashasema bid'a zote ama kila kilichozushwa ni bid'a, huwezi kuja wewe ukasema kuna mengine aliozushwa si bid'a. Ndio istidlali yao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Yule ambaye kwamba atakayezua katika jambo letu hili, yani katika dini ya Kiislamu, ma laysa minhu, ambacho kwamba si katika dini ya Uislamu, fahuwa rad, taregeshewa mwenyewe. Ndio dalili ambazo kwamba wanazozitegemea wale wa kundi la kwanza. Na hadithi ya tatu, man sanna fil islami sunnatan hasana, wanasema maana yake man ahya, mwenye kuhuisha, sio mwenye kuanzisha, mwenye kuhuisha katika Uislamu sunna ambayo kwamba ni nzuri, ama mwenendo ambao kwamba ni mzuri. Upande wa pili na upande wa tatu ambao kwamba wako pamoja kimaana, wametofautiana katika alfadhi. Wao wametumia hadithi hizo, lakini mafhumu yao ilikuwa inatofautiana na mafhumu ya wale. Wao wanasema kullu, hatukatai, ni katika adawat al-umum. Kullu ni katika maneno yanayojulisha kukusanya. Kila bid'a ni upotevu, lakini katika lugha ya Kiarabu na katika istikhdamu ya Qur'ani na hadithi, si siku zote ikija kullu huwa imekusanya wote, kwa sababu huenda ikawa katika hadithi nyingine imefanya takhsisi kullu kama ile, ikahusisha baadhi ya mambo ikaitoa katika hukumu kama ile. Kwa mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu ainin zania, kila jicho ni lenye kuzini. Yupo mtu aweza kusubutu kusema jicho la Mtume lazini? Kullu ainin zania ni hadithi ya Mtume. Kullu, si kullu yajulisha kila kitu. Kwa hivyo kullu ainin zania, kila jicho ni lenye kuzini, ina maana kila jicho. Kwa hivyo jicho la Mtume nalo lazini, jicho la mitume nalo huzini. Hakuna mtu aweza kusubutu hivyo. Kwa hivyo sio kila kullu huwa ina nini, inabakia katika umumu yake. Kuna zingine ambazo kwamba hutolewa na takhsis, inakuja takhsis, inakuja dalili nyingine ya kuhusisha, kutoa, inakuja dalili ya kuonesha kuwa mitumi ni maasumun, kwa hivyo hawaingii katika hadithi kama ile. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema kullu bid'atin dhalala, wanazuoni wa upande huu mwingine wanasema hii hadithi imehusishwa na hadithi nyingine ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema man sanna fil islami sunnatan hasana, atakayeweka mwenendo mzuri. Kwa hivyo ina maana iliyokusudiwa kule katika kullu ni mwenendo muovu. Kwa hivyo kila mwenendo muovu ni bid'a ambayo kwamba ni upotevu inaopeleka motoni, lakini ikiwa mwenendo ni mzuri, Mtume asema falahu ajruha, atapata ujira wake. Ndivyo walivyofahamu upande huu wa pili. Na fahamu kama hiyo imetokamana na waqa'i zilizotokea wakati wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mtume sallallahu alaihi wasallama, kuna baadhi ya masahaba walivumbua mambo, wakazusha, wakaleta mambo mapya,
Mtume sallallahu alaihi wasallama kuna mengine aliyaunga na mengine akayapinga. Mengine aliyaunga, mengine ingekuwa kuzusha moja kwa moja haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallama kwanza asingeunga, pili angewakataza akamwambia hakuna mtu asizushe. Lakini lilifanyika zaidi ya sahaba mmoja, na tutataja baadhi ya mifano. Kwa hivyo kile kitendo cha kuwa mtume baadhi aliyaunga na baadhi akayapinga, inaonyesha kuwa kuna mizani katika sheria ambayo kwamba yaweza kutumika katika kuyapima yale mapya yanayokuja, kujua gani ni mema, ni mazuri ambayo kwamba yafaa, na gani ni maovu ambayo kwamba yatakuwa hayafai. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tunavyojua, Sayyiduna Bilal ibn Rawah, Sayyidina Bilal alikuwa kila akiingia haja, akitangukwa na udhu, ufanyaje? Huenda kutawadha, na kila akitawadha huswali rakaa 2. Mtume hajafundisha hilo. Hilo ni jambo ambalo kwamba mwenyewe Sayyidina Bilal alivumbua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona khatawati zake peponi, akaja akamuuliza, nini kilichokufanya wewe ututangulie sisi peponi? Akamwambia Rasulullah, ndo mwanzo kumjuza. Ina maana pengine lau Mtume sallallahu alaihi wasallam asingemuuliza, pengine hata singemwambia. Lakini amwambia Rasulullah, mimi kila nikitengukwa na udhu hutawadha, na kila nikitawadha huswali rakaa 2. Sasa ingekuwa jambo kulileta jipi ambalo Mtume hajalifundisha, ni bid'a, ni haramu. Hakuna ambaye kwamba jua dini zaidi ya maswahaba, na hakuna mwenye ghera na dini zaidi ya maswahaba, na hakuna anayefahamu dini zaidi ya maswahaba. Ingekuwa wamefahamu kutokana na hadithi hii, kullu muhdathatin bid'a, ni kwa lolote ukilizusha haifai, ni haramu. Sayyidina Bilal asingesubutu kufanya yale maadamu hajafundishwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali linakuja, je, Mtume alipoambiwa maneno hayo alimkaripia? Alimtolea maneno akamwambia Bilal, wazusha na mimi niko hai? Bilal tafanyaje jambo ambalo kwamba sijalifundisha? La, akamwambia hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuunga mkono, na ndo akajua siri ya yeye kuona athari ya kwato zake peponi. Kwa hivyo Sayyiduna Bilal alifanya jambo jipya, Mtume akamuunga mkono. Tutoke kwa Bilal ibn al-Harith al-Muzani. Kuna bwana ambaye kwamba alikuwa ni imamu wa Masjid Quba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu bwana alikuwa hasikii raha anaposwalisha mpaka asome kul wallahu. Atasoma kul wallahu, alafu atasoma sura nyingine katika rakaa zote, sio rakaa moja tu. Watu wakawa maamuma wake wanaoswali pale Quba, wakawa wanamwambia, kwa nini shekhe usisome moja katika hizo mbili? Ima usome kul wallahu ama usome sura nyingine. Yani hawajamuona Mtume akifanya vile. Huyu amelitoa wapi hilo? Mbona njipya? Wakaenda wakamwambia Mtume, wakamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, imamu wetu kule Masjid Quba anafanyaje? Anasoma kul wallahu katika kila raka. Kabla ya kusoma sura lazima asome kul wallahu. Mtume akamuita, akamuuliza, nini kinachokufanya au kinachokupelekea ufanye hivyo? Yule bwana akamwambia, naipenda ya Rasulullah, naipenda kul wallahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkaribia akamwambia, wazusha katika dini, walita jambo sijalifundisha? La, alimwambia, hubbuka iyaha adkhalaka aljanna. Kule kuipenda kul wallahu kumekuingiza peponi, kabishiria na pepo. So kule kuipenda kul wallahu kumekuingiza peponi. Sasa huyu bwana analeta jambo jipya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuunga. Mbali na huyu, kisha cha kul wallahu kiko zaidi ya kimoja. Mbali na huyu, safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amelituma jeshi vitani. Amiri wa lile jeshi alikuwa kila akisoma sura lazima akhitimishe na kul wallahu. Ni vitu viwili tofauti, ni wakaa mbili tofauti. Yule imamu wa Quba alikuwa akisoma kul wallahu kwanza kisha akisoma sura. Huyu amiri wa jeshi, na zote zimetajwa katika Bukhari, huyu amiri wa jeshi alikuwa akisoma sura akikhitimisha na kul wallahu. Hasikii raha, lazima kabla ya kurukuu asome nini? Kul wallahu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkaribia, akamkubalia jambo kama lile. Hiyo kul wallahu ina waqi'a nyingine. Moja katika masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yasemekana ni Qatada ibn Nu'man. Huyu bwana katika qiyamul layli, swala zake za usiku, hasomi sura nyingine, yeye ni Fatiha na kul wallahu tu. Mpaka jirani yake akaenda kumweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, jirani yangu hasomi isipokuwa kul wallahu, vipi?
Mtume sallallahu alaihi wasallama akimweleza yule bwana, akimwambia Rasulullah, ina daraja na manzila kwangu hiyo, naipenda ndio maana naisoma katika kila raka. Mtume hakumkaripia na kumkataza. Hii kul wallahu ina waqi'a zaidi ya moja zote hizi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam wote hakuwakataza. Wameongeza kitu katika swala, kul wallahu ndani ya swala, wakawa na iltizamu nayo, wafanya kwa kufuatilia, na Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuambia nini ni dhalala, ni upotevu, sijafundisha hayo msiyafanye. Na mifano ni mingi, wakati hauruhusu. Twende katika upande wa pili. Kuna mambo yalizushwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, Mtume akayakataa. Abu Israil, mmoja katika masahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana safari moja amesimama chini ya jua kali, amesimama kwenye jua, yani hataki kivuli, alafu amesimama hataki kukaa na wala hataki kuzungumza na wala hataki kula. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezwa habari yake, akaambiwa fulani ametia nadhiri asile wala asizungumze wala asikae wala asiende katika kivuli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia muamrisheni aketi na kwenye kivuli na azungumze, na nadhiri yake ya saumu aendelee kufunga. Sasa angalia hapa, katika hii waqi'a moja tu Mtume anatupa mizani. Nadhiri yake ya kufunga, nadhiri ni jambo lipo katika dini, na madamu ametia nadhiri ya taa ni kufunga, aendeleze hiyo ya kufunga, aendeleze kufunga. Lakini masala ya ibada ya kukaa chini ya jua hakuna hiyo katika Uislamu. Mwambieni aondoke aende kwenye kivuli. Masala ya ibada ya kuwa atasimama hakai, hakuna hiyo, mwambieni akae. Masala ya ibada ya kusema kwa hatazungumza, atakaa kimya tu, mwambieni azungumze. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu bwana mmoja Abu Israil akawatamkataza baadhi ya mambo na lingine atamkubalia. Hii ni kuonesha kuwa mizani inayotumika katika sheria ni kuwa unapokuja na jambo jipya, likiwa linafikiana na sharia litakubalika, na likiwa la khalifiana na sharia litakataliwa. Hii ndio mizani anayotupa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiangalia wakaa kama hizi, Sayyiduna Muadh alipoona wafalme wa usujudiwa, akaja ataka kupomoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumsujudia. Mtume akamkataza, akamwambia lau ningemwamrisha mtu kumsujudia mtu, ningemwamrisha mke amsujudie mumewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muadh anakuja na jambo jipya analizua katika dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamkataza. Kwa nini? Kwa sababu misingi ya sheria inakataza mtu kumsujudia mtu mwenzake. Anayesujudiwa ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tupo pamoja? Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza. Wale mabwana watatu, mmoja anatia nadhiri, mimi sitokula kabisa, nitafunga siku zote. Mwingine asema sitolala kabisa, mimi nitakuwa naswali usiku tu siku zote. Mwingine asema mimi sitooa. Yajulikana kisa chao maarufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari zao akawaambia nini? Kuleni na mufunge, swalini usiku na mulale, na muoe wanawake, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza lile jambo ambalo kwamba wamelizusha. Kwa sababu gani? Kwa sababu linakhalifiana na misingi ya kisharia. Kwa hivyo ukiangalia wakai zilizotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mambo ambayo kwamba ni mapya yalizushwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mingi ambayo kwamba hayana idadi. Mengine aliyaunga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mengine akayapinga. Hiyo haikuwa kwa Mtume tu peke yake, bali hata baada ya kuondoka Mtume, maswahaba walikwenda na mizani hiyo hiyo. Maswahaba baada ya kufariki bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna mambo ambayo kwamba waliyazua, mengine yaliungwa mkono na maswahaba wenzao na mengine yalikataliwa na maswahaba. Katika yaloungwa mkono kuna mabwana, anapokea al-Imam Tabarani katika muajam yake, na al-Hafidh al-Haythami katika Majma' az-Zawaid anasema rijaluhu rijalu sahih. Anasema kuna mabwana wawili katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Mtume kufariki. Hawa mabwana walikuwa kila wakiagana, wanapoonana, kila wanapokuja kuagana husoma suratul Asr, wal asr innal insana lafi khusr, mpaka mwisho wa sura. Mtume hajafundisha hili. Hakuna hadithi inayosema kuwa watu wakionana inapokuja kuagana wasome suratul Asr. Ni jambo ambalo kwamba wamelizua wao.
lakini halikupingwa na masahaba, likakubaliwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu laafikiana na misingi ya sheria. Katika suratul Asr kuna kuhusiana nini? Subra, na kuna kuhusiana nini? Kufuata haki. Kwa hivyo kwa kuwa ni jambo ambalo kwamba laafikiana na misingi ya sheria, Mtume sallallahu alaihi wasallam ama masahaba wakaliunga mkono, hawakulipinga jambo kama lile. Sayyiduna Uthman ibn Affan aliweka mwadhini wa kwanza siku ya Ijumaa. Kabla ile adhana akaweka mwadhini mwingine baada ya kwa Madina imepeanuka, ili watu wapate kuja mapema msikitini. Sayyidina Uthman aliongeza mwadhini, ulikuwa hauko wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo jipya, lakini masahaba waliafikiana nayo wakalikubali, kwa sababu laafikiana na misingi ya sheria. Sheria inakwambia idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillah, sio? Inaponadiwa swala ya Ijumaa mtakana mufanye haraka kwenda. Kwa hivyo hikma Saidina Uthmani ni kuwa ili watu waje haraka kwenye swala ya Ijumaa vile inavyotakiwa kisheria, na mji umekuwa mkubwa, watu shughulika sokoni, niweke adhana kabla ile adhana iwalete mapema. Yafikiana na nini? Na misingi ya sheria. Maswahaba wakalikubali hilo, hawakumpinga. Na kuna mengine yaliwefanywa na maswahaba baada ya Mtume, maswahaba wakayakubali, wakayapinga. Kuna mengine yalifanywa na masahaba wakayapinga kwa sababu ya khalifiana na misingi ya sheria. Kwa mfano Saidina Umar ibn al-Khattab safari moja ataka kuweka tahdidul muhur, ataka kuweka tahdidi ya mahari, kwa mahari haifai kuongezeka kiwango fulani. Akasimama mwanamke akamwambia, ya Umar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupa qintar, wa ataitum ihdahunna qintara. Qintar ni kiwango kikubwa cha mali. Amwambia Umar, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani atupa qintari, wewe wataka kutuwekea tahdidi, wataka kutuwekea mipaka ya mahari. Saidina Umar pale akasema, asabat imra'a wa akhta'a Umar, mwanamke amepata huyu na Umar amekosea. Pale sasa Saidina Umar ni jambo jipi ambalo kwamba amelizua ataka kulifanya, lakini kwa kuwa linakhalifiana na misingi ya sheria, pale likakataliwa. Mizani ni ile ile. Kiongozi wa Madina wakati wa daula Bani Umayya anayejulikana Marwan ibn al-Hakam, huyu bwana siku ya Idi alikuwa akitoa khutba kabla ya swala. Na tunavyojua Idi kwa swaliwa kwanza alafu khutba, anakhalifu nini vile alivyokuwa Mtume akifanya. Saidina Abu Sa'id al-Khudri hakukubali hilo, akalipinga moja kwa moja, akawa ni mkali hasa. Akamwambia Rasulullah alikuwa hafanyi hivyo, alikuwa anaswali mwanzo alafu anatoa nini, alafu anatoa khutba. Huyu Marwan ibn al-Hakam amezusha jambo katika dini, ni jipya, lakini kwa kuwa la khalifiana na nini, na misingi ya sheria, Saidina Abu Sa'id al-Khudri amelikataa. Ka'b ibn Ujra alipomwona Abdurrahman ibn al-Hakam anatoa khutba kwa kukaa katika mimbar, hasimami. Sunna ya Mtume katika khutba ni kusimama. Abdurrahman ibn al-Hakam alikuwa hana dharura yoyote ya kutosimama, alikuwa akitoa khutba kwa kukaa. Sayyiduna Ka'b ibn Ujra, sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallama, akamkatalia kabisa Abdurrahman ibn al-Hakam. Kwa nini? Kwa sababu ameleta jambo jipya ambalo kwamba la khalifiana na nini, na sheria ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio mizani iliyowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ndio mizani iliyowekwa na masahaba zake. Ni kwa jambo likiwa ni jipya, likiafikiana na misingi ya sheria litakuwa ni sawa, likiwa la khalifiana na misingi ya sheria litakuwa ni makosa. Na ndio manhaji ambayo kwamba imefatwa na wanazuoni wakubwa kutoka zama hizo za kale. Na ndio naona wanazuoni wakubwa mahufadh na muhadithuna wakubwa walikuwa wakigawanya bid'a, wakisema bid'a kuna sampuli mbili, kuna mahmuda na madhmuma. Na ndio wa kwanza kabisa katika wa kwanza walioigawanya bid'a ni Sayyiduna al-Imam Shafi'i. Imam Shafi'i ananukuu Ibn Nu'aym katika Hilyatul Awliya, anasema Imam Shafi'i amegawanya bid'a, akasema al-bid'atu bid'atani, bid'atu huda wa bid'atu dhalala. Bid'a ni sampuli mbili, kuna ya uongofu na kuna ya nini, upotevu. Kwa Imam Shafi'i alikuwa haijui hadithi, haijua sana, lakini amefahamu kuwa ni amun makhsus, ni amu imehusishwa na ile hadithi nyingine ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Imam Shafi'i peke yake. Imam Shafi'i tumesema maneno yake yamenukuliwa na al-Imam
Abu Nuaim al-Asfahani katika Hilyatul Awliya akamuunga mkono. Huyu ni wa pili. Katika walionukuu vile vile maneno ya al-Imam Shafi'i ni al-Imam al-Baihaqi katika Manaqib al-Shafi'i akamuunga mkono. Huyu ni wa tatu. Majina hayo kama nujum katika maulama wa umma: Ash-Shafi'i, Abu Nuaim al-Asfahani na al-Imam al-Baihaqi, mabwana wakubwa wakubwa. Katika walioigawanya bid'a, bali si vigawanyo viwili, vigawanyo vitano, ni Al-Izz ibn Abd Salam ambaye kwamba anajulikana kama Sultanul Ulama. Huyu ni wanne. Maneno yake yamenukuliwa na al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake Tahdhib al-Asma'i wal Lughat na akayaunga mkono, ni watano. Na vile vile al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari sharh Sahih al-Bukhari amenukuu maneno ya Al-Izz ibn Abd Salam akaunga mkono. Huu ni wa sita. Hawa maimamu wakubwa ambao kwamba ndio tunawategemea siku zote wamegawanya bid'a katika vitabu vyao. Ibn al-Athir katika An-Nihaya fi Gharib al-Hadith amegawanya bid'a. Al-Imam Ibn Hazm katika Al-Muhalla amegawanya bid'a. Al-Imam al-Qarafi katika Al-Furuq amegawanya bid'a. Al-Imam Suyuti katika kitabu chake kinazungumzia bid'a amegawanya bid'a. Sheikh Mahfudh katika kitabu chake Al-Ibda' amegawanya bid'a fi madhar al-ibtida', al-ibda' fi madhar al-ibtida' amegawanya bid'a. Aima wakubwa wasokuwa na idadi, Az-Zarkashi amegawanya bid'a. Sasa ikiwa hawa wote ambao kwamba wamegawanya bid'a wakasema iko ambayo kwamba ni nzuri ikiafikiana na misingi ya sheria na iko ambayo kwamba ni mbaya ikikhalifiana na misingi ya sheria, wote walikuwa hawajui dini, wote walikuwa hawajui sunna bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote walikuwa hawajazisoma hizi hadithi. Wamezisoma lakini wamezifahamu kiundani. Man sanna fil islami sunnatan hasana, imekuja hadithi hii kufanya takhsisi hadithi ile nyingine. Mwenye kuweka katika Uislamu, mwenye kuanzisha jambo jema, mwenendo mwema. Ukisema man sanna maana yake ni man ahya, maana yake wengine hukataa. Ukwambia man sanna katika hadithi hii maana yake ni man ahya, mwenye kuhuisha. Yani sunna tayari ipo ya Mtume, imekufa tu, watu hawaifanyi kazi, yeye yuaja kuihuisha. Hii haiwezi kukubalika tafsiri hii kwa sababu kadhaa. Sababu ya kwanza, ukisema man sanna fil islami sunnatan hasana maana yake ni man ahya, itabidi na upande wa pili utafsiri tafsiri hiyo wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, atakayehuisha sunna mbovu. Ina maana Mtume alikuwa na sunna mbovu? Hakuna anayeshubutu kusema Mtume ana sunna mbovu. Kwa hivyo huwezi upande mmoja utafsiri ni ahya, upande mwingine useme ni nini, ni ibtada. Hadithi hiyo moja nusu ifasiri vingine, neno hilo huko lifasiri vingine, huko lifasiri vingine, itakuwa haikubaliki. Na imekuja katika sharia, katika hadithi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, neno sanna likikusudiwa kuanzisha. Neno sanna haliji kwa maana kuhuisha, neno sanna limekuja kwa maana nini, ya kuanzisha. Katika Bukhari ukisoma, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaeleza masala ya kuua, akasema yoyote atakayeua yule mtoto wa Nabii Adam wa kwanza, kisa cha Kabil na Habil tukijua, yule mtoto wa Nabii Adam wa kwanza aliyomuua ndugu yake, na yeye anafungu katika ile damu iliyomwagika. Yani kila anayeua sahihi na madhambi ya kuua yanarudi kwa nani? Kwa yule. Kwa nini? Asema li'annahu awwalu man sanna al-qatla, kwa sababu yeye ndio wa kwanza alianzisha, sio alohuisha. Li'annahu awwalu man sanna al-qatla, kwa sababu yeye ndio kwanza aliyeka sunna hii, alianzisha kuua. Kwa kuwa yeye ameanzisha kuua kwanza, madhambi ya kuua yote yanarudi kwake. Kwa hivyo sunna imekuja kwa maana nini? Ya kuanzisha. Katika Musnad ya Imam Ahmad, kisa cha Sayyiduna Muadh ibn Jabal wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanzo ilikuwa mtu akichelewa katika swala, akija kwa mfano Mtume yuko rakaa 3 ya 4, huuliza watu wako rakaa ngapi, akaashiriwa. Akishajua anakidhi zile zilompita, alafu anampata Mtume pale atakapompata. Sayyiduna Muadh ibn Jabal alipokuja akasema, mimi siwezi kumkhalifu Mtume, nataka nimfuate Mtume. Kwa hivyo ikiwa yupo rakaa 3 nitaenda naye pale alipo mpaka amalize, nitakidhi zile zilonipita. Ile njia ambayo kwamba tuitumia sahihi. Hii imeanzishwa na Sayyidina Muadh, na Mtume akasema, sanna lakum Muadh sunnatan fakadhalika faf'alu.
Muadhi ameanzishia jambo, ameanzishia mwenendo, basi ifanyeni hivyo hivyo alivyoanzishia. Mtume akaliunga mkono. Kwa hivyo sanna Mtume akaitumia katika hadithi hii kwa maana nini? Ya kuanzisha. Muadhi hakuhuisha, sio kwa lilikuweko, halikuweko, amelianzisha yeye. Sanna inakuja kwa maana ya kuhuisha. Ukirudi katika sahihi ya Imam Bukhari, kisa cha Khubayb ibn Adi, sote tukijua Khubayb ibn Adi, mmoja katika maswahaba wa Mtume, alishikwa safari moja, ataka kuuliwa, akaomba ruhusa aswali rakaa 2 kabla ya kuuliwa. Aswali rakaa 2 kabla ya kuuliwa. Rawi wa hadithi asema huwa awwalu man sanna liman qutila sabran as-salata. Khubayb alikuwa ndio wa kwanza aloanzisha kuswali kwa mtu ambaye kwamba ataka kuuliwa. Yani akija Umar ibn Abdul Aziz Libya, afwan Umar Mukhtar Libya, ataka kuuliwa na nani? Na Waitaliano, aliomba kuswali rakaa 2. Umar Mukhtar anaomba kuswali rakaa 2 akijiga nani? Akifuata jambo liloanzishwa na Khubayb. Lile analolifanya thawabu zinarudi kwa Khubayb kwa sababu yeye ndo alioanzisha jambo kama lile. Fa huwa awwalu man sanna as-salata au liman qutila sabran as-salah. Sanna imekuja kwa maana nini? Ya kuanzisha. Kwa hivyo maadamu katika hadithi mbalimbali linakuja neno sanna kwa maana ya kuanzisha, na hapa pia man sanna fil islami sunnatan hasanatan, maana yake ni kuanzisha, bali ndo tafsiri ya nani? Ya al-Imam al-Mubarakfuri katika Tuhfat al-Ahwadhi, bali ndo tafsiri ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa. Anasema maana yake ni ibtida, kuanzisha jambo, sio kuhuisha. Kwa hivyo hadithi kama hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama inafanyia takhsisi hadithi ile ya kule, yani inasherehesha ile hadithi inayosema kullu bid'atin dalala, kwa ile bid'a ya upotevu ni ile ambayo kwamba itakuwa ni mbaya, yenye kukhalifu misingi ya sheria. Lakini mtu akianzisha jambo ambalo kwamba ni jema, itaingia katika nini? Sunna hasana. Sawa ikiwa itaitwa sunna hasana ama itaitwa ni bid'a hasana, tutatofautiana katika majina, lakini maana inabaki ni ile ile. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Pengine mtu atasema hichi kigawanyo kimetoka wapi? Kwa yani kuna zingine ambazo kwamba ni nzuri na zingine ni mbaya, kwa sababu wengine huikataa ile hadithi ya nani? Ya Jarir, man sanna fil islami sunnatan hasana. Hawaikatai kwa kusema ni dhaifu, la, wanaikubali ni sahihi, lakini wanaitafsiri kwa maana ya kuhuisha. Taka tufahamu kwanza, Bilal ibn al-Harith katika riwaya yake ambayo kwamba imepokewa na al-Imam Ibn Majah katika sunani yake na al-Imam Tirmidhi katika jamii yake na vile vile al-Imam al-Bazzar katika musnad yake na al-Imam al-Baihaqi katika kitabu chake al-I'tiqad na wengineo wengi katika aima, Bilal ibn al-Harith ananukuu maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, wa man ibtada'a bid'ata dalalatin la turdi Allaha wa rasula. Hapa Mtume akaweka kaidi, tena kaidi zenyewe ni 2, na yule ambaye kwamba atakayezusha jambo ambalo kwamba ni ovu, halimridhishi Mungu wala Mtume. Yani ili bid'a iwe dhalala lazima iwe nini? Kwanza bid'a yenyewe ni mbovu, inakhalifiana na misingi ya sheria, haimridhishi Mwenyezi Mungu na Mtume. Kwa mafuhumu ya hadithi kama hii ya Bilal ni kwa kuna mengine huzushwa si maovu na humridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na humridhisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu muhdathatin bid'a. Hapa panakuja maswali mingi, naomba kidogo tuzame upande wa lugha. Mtume sallallahu alaihi wasallama ni Mwarabu na ni fasih. Wanazuoni wanasema maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kila harufu bali kila nukta ina maana ndani yake. Mtume anasema kullu muhdathatin, imekuja kwa taa mwisho ya taanithi. Hebu mbona Mtume asiseme kullu muhdathin? Mbona isije kwa tadhkiri? Tuko pamoja?
Mbona mtume asiseme kullu muhdathin? Na hutumika katika lugha, bali imetumika katika Qur'ani hasa, ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu. Mwenyezi Mungu asema, hajasema muhdathatin. Kwa hivyo hutumika huja. Kwa nini dhamira kiume muhdathin? Mbona mtume hakusema kullu muhdathin akatumia kullu muhdathatin? Kuna siri gani kutumika te? Na hapo sio hapo peke yake, na mbele pia wa kullu bid'atin. Mtume hakusema wa kullu bid'in kwa dhamira kiume. Kwa tadhkiri akasema wa kullu bid'atin, ambapo yaja bid'a bila te. Mtume Mwenyezi Mungu katika Qur'ani vile vile anasema kul ma kuntu bid'an min ar-rusuli, sema bid'atan. Kwa hivyo bid'a inakuja bila te, muhdath inakuja bila te. Mbona hapa kumekuja kwa te? Ina maana kuna siri lazima. Muhdath ni ismu maf'uli katika lugha. Ismu maf'uli, wanazuoni wa lugha wanasema tadhkiri na ta'nithi ndani yake zinatofautiana, yani haziwi sawa inapokuja kwa tadhkiri na inapokuja kwa ta'nithi, lazima zinatofautiana. Tayib, mbona imekuja kwa ta'nithi? Ili tufahamu maana yabidi turudi kwa nani? Kwa wana lugha. Al-Imam Abu al-Baqa al-Hamawi katika kitabu chake Al-Kulliyat maarufu, Abu al-Baqa anasema al-aslu fil kalami at-tadhkir, asli katika maneno siku zote ni nini? Yaje dhamira ya kiume, sawa? Asema fa in kana at-ta'nithu fala budda liwajhin min al-wujuh, ikija kwa dhamiri ya kike huwa lazima ina maana ya ziada, lazima ina maana ya nini? Ya ziada. Tayib, hapa haikuja kwa tadhkiri, imekuja kwa ta'nithi. Ni ipi maana ya ziada iliyokusudiwa hapa? Ili tufahamu hilo yabidi tena turudi kwa wanalugha. Wanalugha wanasema tadhkir ya na ta'nith ya khus. Siku zote ikija dhamiri ya kiume hukusanya. Yani Mwenyezi Mungu asema ya ayuhan nasu taqu rabbakum, enyi watu mcheni Mola wenu. Imetumika dhamira kiume ya kusanya waume na wake. Haina maana wanawake watakani wamche Mungu na wao pia waingia, kwa sababu tadhkiri na inakusanya. Lakini ta'nithi inakuwa ni khaswa, ta'nithi inakuwa ni khaswa. Mwenyezi Mungu akisema falyadhribna bi khumurihinna, masala ya khimari ni khaswa kwa nani? Kwa wanawake, kwa sababu imekuja dhamiri ya kike. Kwa hivyo siku zote dhamiri ya kiume inakusanya, dhamiri ya kike inakuwa ni khaswa. Hii inatuonesha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama bid'alo zikusudia hapa sio kila ambalo kwamba litaletwa ni jipya, bali ni jambo ambalo kwamba litakuwa ni jipya likawa litakhalifiana na misingi ya sheria. Kwa hivyo kullu ile umumi inapatikana katika afradi za muhdatha, haipatikani katika afradi za muhdath. Inapatikana katika afradi kwa sababu lile neno muhdatha na neno bid'a lishakuwa ni jina, limekuwa baada ya kuwa ni sifa ya jambo lilozushwa liloletwa mara ya kwanza, limekuwa ni jina la jambo ambalo kwamba limeletwa jipya na linakhalifiana na sheria. Kama anavyosema al-Imam Shatibi, anasema katika ya ta'nithi hutumika mara nyingine kutoa neno katika wasfia kwenda katika alamia, kutoa neno katika sifa kupeleka kuwa ni jina ya jambo fulani haswa. Kwa hivyo hapa imepeleka neno hili la muhdath, baada ya kuwa lajulisha jambo jipya liloletwa, imekuwa inajulisha jambo jipya ambalo kwamba linakhalifu misingi ya sheria. Ikhwatal iman wal islam, wakati umekwenda na dakika zimebaki chache, nimalizie. Tumesema sote tuingia kwenye bid'a. Nikisema sote nakusudia wale ambao kwamba hawataki kusikia neno bid'a, na wale ambao kwamba wana itakidi kwa lolote litakaloletwa jipya ni bid'a na ni dhalala na ni upotevu, na wale wa upande wa pili wote wanaingia katika bid'a. Nikisema hivi nakusudia kuwa kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba yanafanywa na ndugu zetu ambao kwamba wanasema chochote kipya ni upotevu. Kuna baadhi ambayo kwamba wayafanya wao wenyewe na hayakufanywa na mtume wala na masahaba, ni mapya wamevumbua wao, lakini hawawi wakali na kuyakaribia na kuyakataza. Yapo, bali imefika haddi ili ujue kuwa dhawabit za bid'a kwa ndugu zetu
bado hazijakuwa ni zenye kushikika na kufahamika na kuwa na msingi mmoja, wao kwa wao na tofautiana na kutiana katika bid'a. Kuna baadhi ya mambo yamezuliwa ni mapya, hayakuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zetu baadhi wanayafanya na wengine wanayakataa, wanasema ni bid'a, yani wao kwa wao wanaingizana katika bid'a. Nipige mifano michache. Kuna kitu kule Saudia ambapo ndo da'wa kali ya kupinga chochote kipya imetoka kule. Kuna kitu kinaitwa ashaul walidaini, chakula cha asha, dina, chakula cha usiku cha wazazi wawili. Ashaul walidaini ni chakula kinachopikwa mara nyingi Ramadhani baada ya mtu kufariki mzazi wake kwa miezi kadhaa. Yani mzazi amefariki, ikifika Ramadhani kuna pikwa chakula kinaitwa ashaul walidaini. Chakula kinapikwa usiku, yani nakusudiwa ni sadaka ya nani? Ya yule mzazi wake aliyefariki. Kinapikwa usiku chakula, wanaitwa jamaa, wanaitwa ayani, watu wazima kama ni mtaani mjini, wanaitwa maimamu, wanaitwa watu mbalimbali kuja kula chakula kama kile. Ashaul walidaini haikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo jipya laanza kuzushwa, na siku zote watu ni wakali. Inapotokea mtu amefariki pengine mzazi wake, baada siku kadhaa akafanya chakula, akaita watu wafanye chakula, watu wa wakali, mtafanyaje hivyo? Bid'a hiyo. Sijui 40 hakuna katika dini, sijui ngapi hakuna katika dini. Siku zote watu hukatazwa kufanyaje? Kuita watu kuwapikia chakula baada ya msiba. Leo imekuwaje watu wafanya chakula kinachokusudiwa maiti wao baada ya kufariki, alafu wakaitwa watu? Na hili jambo limejuzishwa na almarhum al-Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, Mungu amrahamu, katika kitabu chake Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'a. Sheikh Abdul Aziz ibn Baz amesema ashaul walidaini nafa. Sheikh Saleh Al-Fawzan katika website yake anasema ashaul walidaini inafa. Ibn Jabrin anasema ashaul walidaini inafa. Haikuweko jamani wakati wa Mtume, haikuweko wakati wa masahaba. Na ili ama kwa kuwa ni jambo ambalo kwamba halikuwepo wakati wa Mtume wala masahaba, ndo maana Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen akasema kuwa ashaul walidaini ni bid'a. Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen akasema nini? Ashaul walidaini ni bid'a. Yani Sheikh Ibn Baz na Ibn Jabrin na Al-Fawzan wamesema lafa, na nani? Al-Uthaymeen anasema ni bid'a. Wote ni wanazuoni wa Saudia, wote ni mashekhe ambao kwamba ndugu zetu wanawafata na wanawakubali. Swali linakuja hapa, je, uko tayari kumuita Sheikh bin Baz mubtadi' kwa sababu amelikubali jambo la bid'a kama anavyosema Ibn Uthaymeen? Je, uko tayari kumuita Sheikh Saleh Al-Fawzan ni mubtadi'? Je, uko tayari kumuita Ibn Jabrin mubtadi'? Basi hilo ndo swali langu, kwa sababu Ibn Uthaymeen anasema lile bid'a. Ikiwa huko tayari kuita wale mubtadi', linakuja swali lingine, je, Ibn Uthaymeen amekosea katika hukumu yake kama hii kuliita jambo lile ni bid'a? Kwa hivyo ima uungane na Ibn Uthaymeen ama uungane na kina Ibn Baz. Ukiungana na huyu utawaita wale mubtadi'a, na ukiungana na wale utakuwa umehukumia kuwa Ibn Uthaymeen amekosea. Na maadamu aweza kukosea katika hili na katika mengine aweza kukosea pia, usiashike na yale mengine. Nadhani tupo pamoja. Sasa wao kwa wao, maimamu wao wakubwa wakubwa wanaingizana katika bid'a. Kuna kitu kinaitwa kikao cha taazia, kinapatikana sana katika nchi za Kiarabu na Saudia kinapatikana. Kikao cha taazia maana yake nini? Ni kwa mtu amefiliwa, ataweka kikao kupokea wageni wanaokuja kumpa pole siku 3. Yani pengine baina al-maghrib wal isha, siku 3 yeye atatengeza khaima, asubiri wageni waje wampe pole. Hili alikufanywa na Mtume wala alikufanywa na masahaba, ni jambo jipya. Lakini Sheikh Ibn Baz amelikubali, Sheikh Ibn Jabrin amelikubali, wamekubali. Lakini ukirudi katika
ahkamul janaiz cha Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani anasema bid'a. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani anasema kikao cha taazia ni bid'a. Sasa mmoja katika mawili, ima uwe na Sheikh Albani ukubali kwa Ibn Baz na Ibn Jabrin wameingia katika bid'a, ama ushikane na kina Ibn Baz ukubali kwa Albani hukumu yake hii ni ya makosa, na madamu aweza kukosea hapa aweza kukosea kwingine. Kufunga mkono katika swala wakati wa i'tidali, umetoka katika rukuu unainuka juu katika i'tidali, sami Allahu liman hamida, Ibn Baz anasema ni sunna kufunga mkono katika nini? Katika i'tidali. Sheikh Albani katika sifatu salati nabii asema bid'a. Sasa utamshika nani? Ukimshika Albani na maana Ibn Baz atakuwa ni mubtadi'a, ukimshika yule na maana Albani yuko makosani katika hukumu kama hiyo. Hii baadhi ya mifano naitoa ni mengi. Kuna kitu chaitwa kufungua madarasa na minasabati yetu kwa kusoma Qur'ani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wasomaji wazuri sana. Abu Sa'id al-Khudri alikuweko, Abu Musa al-Ash'ari alikuweko, walikuweko masomaji wakubwa wakubwa, Ubay ibn Ka'b alikuwepo, lakini hakuna siku kuna kikao Mtume akamwambia mmoja asome Qur'ani, afungue kikao kwa Qur'ani. Halijatokea wakati wa Mtume wala wakati wa maswahaba. Sahihi sote sawa ni wenye kushika upande huu ama upande ule, tukiwa na nikaha yafunguliwa na Qur'ani. Jamani, jambo jipi halikuwepo ili wakati wa Mtume, mbona tulifanya? Baadhi ya mashaikh wameliunga, akiwepo mmoja ni Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani katika durusi zake Silsilatul Huda wan Nur anasema yafaa. Nani? Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Sheikh Bakr ibn Zaid ama Abu Zaid, Bakr Abu Zaid anasema ni bid'a. Sasa ukimshika Bakr Abu Zaid na maana Sheikh Albani ni mubtadi, ukimshika Albani na maana Bakr Abu Zaid kwa makosani. Lazima utamshika mmoja hapo, huwezi kuwashika wote wawili. Liloshangaza zaidi ama linaloshangaza zaidi, kuna kitu kinaitwa dua ya kuhitimisha Qur'ani katika swala ya tarawih na swala ya qiyamu Ramadhani. Dua ya kuhitimisha Qur'ani ni dua inayosomwa siku ya 27 ama siku ya 29 baada ya watu kuwa wamemaliza Qur'ani nzima katika tarawih. Inasomwa dua ile kabla ya kwenda katika rukuu. Kabla ya kwenda katika rukuu ile, mwisho wakimaliza Qur'ani inasomwa dua ya nini? Ya kuhitimisha Qur'ani. Ile haikufanywa na Mtume wala na maswahaba. Jambo la kwanza. Jambo la pili, dua katika imewekwa katika swala, ndani ya swala, hata sio nje. Wengine wakiomba dua baada ya swala wa watu wakali, haifai, Mtume hakufanya. Baada ya swala hakuifanya, mwaikata. Mbona ndani ya swala hakuifanya na mwaikubali? Hilo jambo. Alafu jambo lingine ni kuwa dua katika swala ina sehemu zake, katika kunuti, katika sijida na katika tashahudi ya mwisho. Hakuna dua kabla ya kurukuu, imekuwa dua sehemu ambayo kwamba si yake. Sheikh Ibn Baz ameiunga. Sheikh Ibn Baz ameiunga mkono, Sheikh Albani ameikataa. Sheikh Ibn Baz ameiunga mkono na Ibn Jabrin na wengineo. Sheikh Albani amesema ni bid'a, haifai. Hapa sasa panaposhangaza, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen amekaa kati na kati, anasema hilo jambo halikuwa wakati wa Mtume, ni uzushi, lakini siwezi kuliita ni bid'a kwa sababu Sheikh Ibn Baz aliunga mkono, kwa sababu kumepita ijtihadi ya maulama. Jamani, tuweni na insafu. Jambo ushasema halikufanywa wakati wa Mtume, maana yake nini? Ni bid'a. Ni moja katika mawili, ima uungane na Sheikh Albani ni bid'a, ama uungane na Sheikh Ibn Baz yafaa. Lakini ati yuko katikati, anasema jambo hili halikufanywa wakati wa Mtume, lakini siwezi kuliita bid'a. Kwa nini huwezi kuliita bid'a? Asema kwa sababu maulama wamekhtalifiana. Maulama anakusudia Sheikh Albani na nani? Sheikh Ibn Baz. Kwa hivyo maulama wa upande wako wakikhtalifiana, jambo waweza kujizuia usiite bid'a. Lakini maulama wengine wakikhtalifiana na upande wako, utawaita ni mubtadi'ina na uwabandikizie bid'a na nini. Tueni na insafu jamani. Kwa hivyo yapo mambo si moja wala si mawili wala si matatu yanafanywa na ndugu zetu hao ambao kwamba wanakuwa ni wakali katika masaili ya bid'a,
na mambo yenyewe hakufanywa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hii inajulisha kuwa tunarudi pale pale, na ndio maana Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen alipoulizwa kuhusu masala ya misaba kwa Qur'ani, Mtume hakufanya misaba kwa Qur'ani wala masahaba. Alipoulizwa akasema ni jambo zuri, linawapa vijana himma ya kuhifadhi Qur'ani, watu wanapata kukusanyika sehemu moja na kuonana, watu wa sehemu mbalimbali, na lazima kutakuwa na mauidha. Angalia mizani aliyotoa, hakutoa aya wala hadithi inayojulisha nini, inakuwa kuonesha kwa musabaka ulifanyika wakati wa Mtume. Ametumia nini? Ijtihadi zake. Anasema watu watakusanyika, watoto watapata himma ya kuhifadhi Qur'ani, na vile vile kutatolewa mauidha. Ikiwa hizo ndio asbabu za kuonesha musabaka wa Qur'ani wafaa, hizo ndio tunazozitumia wenzako katika vikao vyao, wakifanya usema tutakusanyika watu wa sehemu mbalimbali, kutatolewa mauidha sehemu kama ile, watapatwa himma ama watapatwa watu himma ya kutukuzwa mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wanaotoa upande wa pili. Mbona zikitolewa kule haifai, zikitolewa huku yafaa? Wakati umeenda sana. Tunarudi pale pale kusema kuwa bid'a ni mbovu, bid'a ni mbaya. Mtume ametutahadharisha nayo sana, kuleta jambo ambalo kwamba ni jipya katika dini na linakhalifiana na misingi ya sharia, kama alivyoeleza al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari na wengineo. Lakini likiwa ni jambo jipya kama haya tunayosema, nisifahamike kuwa napinga musabaka wa Qur'ani. La, musabaka ufanywe, ni muhimu. Isifahamike kuwa nakataa dua ya ninio ya tahkim katika swala. Isifahamike kuwa yote haya niliyoyataja kuwa nayakataa. La, si yakatai, lakini sisi tunakubali kuwa waweza kuleta jambo jipya likawa linafikiana na sharia ya Kiislamu, litaingia katika nini? Ima litaitwa sunna hasana ama utaita ni bid'a mahmuda, popote utakavyoita, lakini la kubalika kwa sababu lafikiana na misingi ya sharia. Tunarudi katika mikiasi ile ile, mizani ile ile. Jambo likiafikiana na misingi ya sharia la kubalika, sawa, laingia katika mansanna fil islami sunnatan hasana, na jambo likiwa la khalifiana ni misingi ya kisheria linaingia katika nini? Mansanna fil islami sunnatan sayyi'a. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aj'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.